Sisi tuna niongee kwamba kesi takiwa iweze kuendelea leo, kwa sababu kile ambacho kimepelekwa Mahakama Kuu akigusi kwa namna moja au nyingine uendelezaji wa utoaji wa ushahidi ambao tulikuwa tumeambiwa na wenzetu kwamba yule mtaalamu wao atakiwa aje ajenge msingi ile kielelezo muhimu ambacho atakiwa wao watoe ile flash disk sijui na nini ili iweze kujengewa msingi. Sasa kilichopelekwa Mahakama Kuu katika kesi ya mapitio ya kwanza kinataka kwamba mahakama iangalie kwa nini kulikuwa makosa ambayo yalijitokeza kwa mahakama kutopeleka faili Mahakama Kuu mara baada ya hoja kwamba kuna swala la ukatiba kuhusiana na kifungu cha namba 188 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambacho kwa mujibu wa kifungu cha 9 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya haki na wajibu ile sheria ya ukazaji au utekelezaji wa haki na wajibu za wananchi au za watu, Basic Rights and Duties Enforcement Act, inadai kwamba mara baada ya hiyo hoja kusemwa mahakama inatakiwa kulipeleka hilo faili katika Mahakama Kuu ili ukatiba uweze kuamuliwa. Ndicho ambacho tumepeleka katika Mahakama Kuu, na hicho akigusi kwa namna moja yoyote ile kuhusiana na swala la hawa mashahidi ambao wao si wa kificho. Kama huyo shahidi mwingine angekuwa ni wa kificho, kulikuwa na hiyo hoja, labda hawajasema hivyo mheshimiwa, na sipendi kuwasemea na madhara ya kuisema, hawana haki ya kuisema. Ni kwamba ni shahidi wao ambaye ni polisi ambaye si raia ndiye ambaye anakuja kutoa ushahidi, au kama ungekuwa na shahidi mwingine yeyote yule ambaye ni polisi na si raia, ilitakiwa kesi hii iendelee. Hicho ndicho ambacho kilikuwa kinatakiwa kuendelea. Kwa hiyo tusije tukachanganya vitu, maana kuna kuchanganya mafaili. Faili letu linasema ni kwamba hawa ni mashahidi maaskari ambao hawatatoa ushahidi kwa kificho, na kwao wanatakiwa waje watoe ushahidi mahakamani. Sisi hatujapinga kwa namna moja au nyingine mashahidi wa namna hiyo kutoa ushahidi wao. Tunawapenda sana, waje tuhangaike nao. Sasa hicho ndio ambacho tunasema. Kwa hiyo kuomba kuahirisha si kuitendea haki mahakama, na tunasema kwamba kuendelea kusikiliza au kupokea ushahidi huo akuathiri kwa namna moja au nyingine utengamavu au ile kusema integrity of the court proceedings ambazo zinakuwa ziko sawa, kwa sababu hawa mashahidi wa namna hii hawapingwi kwa namna moja au nyingine. Tuko pamoja mheshimiwa. Nasema mashahidi ambao ni maaskari ambao sio wale ambao amri yako ya kusema watoe ushahidi kwa kificho, hao hawaguswi na malalamiko yetu ambayo yamepelekwa Mahakama Kuu. Hakuna maombi ambayo yanapinga au mashahidi kutoa ushahidi wao hapa mbele ya mahakama yako. Na kwa rai yetu kwamba mwenendo kesi usisimame kutokana na kisingizio kwamba kuna maombi Mahakama Kuu kuhusiana na swala la nini la mashahidi hao, ambacho kimepelekwa Mahakama Kuu mheshimiwa ni swala la ukatiba. Hiyo ni yani huwa ni swali, unachukua tu kwamba mahakama ikajibu swali, je, hicho kifungu sahihi kinaendana na katiba? Basi akizungumzie kuhusiana na manini na makosa yale ya jinai ambayo mtu ameshtakiwa nayo, na kwa maana hiyo wale mashahidi ambao wanatoa ushahidi wao au mashahidi ambao wanatoa ushahidi au hawaguswi na hii. Hakuna swala la katiba. Wao wanapokuja hapa atuangalie nao kuswala masuala ya katiba, na hatuna hoja ya katiba, labda ijitokeze huko mbele. Sasa ile swala la pili, nimemsikia wakili Katuga anasema na lenyewe linagusa kweli kweli.
ile kesi ya pili ya revision yenyewe inahusikana na ile miscellaneous criminal application ambayo ilifanywa maombi yalikuwa kwa faragha na upande mmoja. Haya yagusi kesi vile vile kupokea ushahidi kwa mashahidi ambao si wa nini, ambao si maaskari. Wale mashahidi ambao ni maaskari bado wana haki ya kutoa ushahidi wao na wagusu na maombi yetu hayo ya pili. Sisi ambacho kinahangaikiwa kule pengine kwa taarifa tu ya mahakama ni kwamba kulikuwa na viapo vya jumla. Watu wanatiwa hofu na nini, kuna hofu, kuna nini. Nasema hivyo, nataka mahakama iangalie kama kweli maombi hayo yalikuwa vile vigezo vilikuwa vimekidhiwa. Sasa hakuna kitu kingine zaidi ya hicho. Kwa hiyo akigusi kesi hii, labda kama wangesema kwamba sisi sheria yetu ambayo tunayo ni mmoja tu, ni huyu ambaye alikuwa ni wazi, ni huyo mmoja, wale wengine wote ni wakipito. Kwa hiyo tutakwama, hatutaweza kuendelea na kesi hii bila mashahidi yao. Mheshimiwa hawakusema hivyo, na maneno yangu yasiyochukua kama ni ya kwao au wanaruhusa kuchukua kutoka kwangu sababu nimesema mimi. Kwa hiyo ninachukulia kwamba wana mashahidi wengi maaskari ambao wanafanya nini kutoa ushahidi. Hao wachache walionao ambao ni wakificho, hao watakuja baadaye. Kwa hiyo sisi hoja yetu ni kwamba mheshimiwa, airisho ikataliwe, tuendelee na kesi ili siku hii muhimu ambayo imetoka haitarudi, itumike vizuri. Tuitumie vizuri. Watu wametoka huko sehemu mbalimbali kuja hapa kusikiza kesi. Tuendelee na hiyo kesi, tujue mwisho wa siku usaidie kesi hii iweze kuisha haraka. So mwenzetu alikuwa anazungumzia ni maslahi ya umma. Na mimi nasema ni maslahi ya umma, anataka kuzungumza. Ni maslahi ya umma kesi isikilizwe haraka. Kutaka kusema kwamba huko juu kuna kitu kingine kunazuia maslahi, ni hoja hapa, unaweza una haki ya kuijibia tu. Ni maslahi ya umma kwamba kesi hii isikilizwe kwa haraka ili tuweze kujua hatima yake, watu wajue haki zao zikoje, kuliko kuiahirisha na kusema tufanye nini ili tuipangilie huko. Licha ya kweli mheshimiwa kwamba kwa mujibu wa kesi hii kisheria, kwa mujibu wa sheria kwa kesi hii mshtakiwa ana dhamana. Lakini kutokana na mazingira ya kesi hii inaendana na ratiba ya ile kesi ya nini? Ya jinai. Ile ya uhaini. Kwa hiyo tungependa mwisho wa siku kesi hii ifanye nini? Isikilizwe kwa haraka, tuweze kuamuliwa, tujue hatima yetu. Na baada ya kwa hiyo wenzetu wasijifiche katika kivuli kwamba kuna mashauri kule mahakama kuu ikawa ndicho kigezo cha wao kutaka kufanya nini? Kuomba airisho. Kama walikuwa na nia kutokuwa na airisho, walikuwa na nia kuwa na airisho, basi hata wangetupatia tipo. Jamani, kesho msihangaike. Sisi hatuna shahidi. Si ndio? Sisi hatuna shahidi. Hawajasema hivyo. Na mimi sipendi kuwasemea. Na madhali nimesema hauzuki kuyanakili maneno yangu, watakuwa wameiba. Si ndio? Kwa hiyo mheshimiwa, ni rai yetu kwamba airisho likataliwe. Huyo shahidi mtaalamu wa forensic sijui nini wa mitambo aliyekagua ile diski akaribishwa tu hapa kizimbani, tuangaike naye. Wakili Kibatano, kidogo.